Ni siku ya tatu ya maombi yetu, na somo tunalotembea nalo linaitwa maombi ya toba kwa ajili ya kujinasua kwenye kifungo cha Nebukadreza. Maombi ya toba kwa ajili ya kujinasua kwenye kifungo cha Nebukadreza. Ili kuelewa kifungo cha Nebukadreza ni aina gani ya kifungo, tuna maana 6 zinazoelezea kifungo cha Nebukadreza kwenye haya maombi. Tumeshaangalia maana ya kwanza, ambapo tuliangalia kifungo cha Nebukadreza ni kifungo ambacho kinaachiliwa na Mungu kwa ajili ya dhambi anazokuwa nazo mtu, na kuna vitu tukaviangalia na tukaomba. Tukaangalia jana maana ya pili, tukasema kifungo cha Nebukadreza ni kifungo ambacho mtu anafungwa na Mungu mwenyewe kwa ajili ya makosa ya umwagaji damu. Tukapata na nafasi ya kuombea ardhi ya nchi maeneo tuliopo, naamini Mungu ametenda makubwa, na kama una shuhuda unaweza ukatutumia pia. Leo tunaenda kuangalia maana ya 3 ya kifungo cha Nebukadreza kiufupi, kisha tutaingia kwenye maombi. Maana ya 3 ya kifungo cha Nebukadreza. Kwa wale wanaoandika na mnaosikiliza, maana ya 3 ya kifungo cha Nebukadreza ni kifungo cha Nebukadreza ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe. Kifungo cha Nebukadreza, kifungo cha Nebukadreza ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa lengo la kutaka kukutengenezea mazingira. Ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe kwa lengo la kutaka kukutengenezea mazingira ya kuongezeka kwa kiwango chako cha kumtafuta Mungu. Ni kifungo unachofungwa na Mungu mwenyewe. Anakufunga akiwa na lengo la kukutengenezea mazingira yatakayo kusaidia uongezeke kiwango cha kumtafuta Mungu mwenyewe katika kumwabudu. Hii ndio maana ya 3 ya kifungo cha Nebukadreza. Inaelewekaje? Ina maana kifungo cha Nebukadreza wakati mwingine ni kifungo ambacho Mungu anakufunga, na Mungu anapokufunga kwenye hichi kifungo anakuwa na lengo la kukutengenezea mazingira yatakayo kuchochea au yatakayo kufanya uchochee kiu ya kumtafuta yeye Mungu mwenyewe katika kumwabudu. Kwa nini nakueleza namna hiyo? Ninao mfano wa kibiblia ambao unatuonyesha jinsi Petro mtume alivyofungwa gerezani, na kupitia Petro kuwa gerezani kanisa liliongezeka kiwango cha kumtafuta Mungu. Ila kabla ya Petro kuwa gerezani, kanisa spidi yake haikuwa sawa na baada ya Petro kuwa gerezani. Petro alipokuwa gerezani, kiwango kiliongezeka cha kanisa kumtafuta Bwana. Katika imani kiwango kikaongezeka. Katika muda wa maombi kiwango kikaongezeka. Katika muda wa kukaa pamoja kiwango kikaongezeka. Kwa nini? Ni baada ya Petro kuwekwa kwenye kibano cha Nebukadreza na Mungu mwenyewe. Ndio maana nakueleza kifungo cha Nebukadreza ni kifungo ambacho Mungu anakuweka wakati mwingine ili aongeze kiwango chako cha imani. Ngoja ili unielewe vizuri, soma pamoja nami kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 11. Soma pamoja nami kitabu cha Matendo ya Mitume, Matendo ya Mitume sura ya 12 mstari wa 1 hadi wa 11. Matendo ya Mitume 12 1 hadi 11. Neno la Mungu linasema,
Panapo majira yale yale, Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde katika akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamuomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili walinzi mbele ya mlango wakilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikammulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge ukavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na walipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata malango ya chuma kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata ufahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mikono ya Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Haleluya, wana wa Mungu aliye hai. Haleluya, kanisa la Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Ukisikiliza ili neno vizuri ambalo nimekusomea, lina mistari mirefu kidogo, lakini nimebeba story inayotuonyesha kitu kimoja cha muhimu sana kinachoendana na maombi yetu tunayoomba mahali hapa. Tunaonyeshwa juu ya uwepo wa mtu mmoja anayeitwa Herode. Herode, Biblia inasema siku hiyo aliazimia kuweza kulitenda mabaya kanisa. Na ili Herode alitende mabaya kanisa, aliweza kuwaua watumishi wa kanisa, wakina Yohane, wakina Yakobo, akawaua kwa upanga. Alivyowaua akamkamata na Petro, akamweka Petro ndani ya gereza. Biblia inasema kanisa likaomba Mungu kwa bidii. Kwa nini? Kwa sababu Petro yupo gerezani. Kwa sababu Petro yuko gerezani, kanisa halikuwa na namna linaweza likafanya mpaka Petro akatoka gerezani. Kwa sababu kwanza linamuogopa Herode. Pili, Herode ameshaua Yohane, ameshaua Yakobo, na Petro kiongozi mkuu wa kanisa yuko gerezani. Kwa hakuna muumini mwenye ujasiri wa kwenda kusimama mbele ya Herode kumwambia tutolee Petro wetu. Hakuna. Kwa ujasiri wao ni nini? Ni wajikusanye pamoja, wajifungie kwenye chumba, wapeleke maombi yao mbele za Bwana kwamba Bwana tutolee Petro wetu. Ndio maana Biblia inasema kanisa likaomba kwa bidii. Kitu ninachotaka hapa upate ni nini? Nataka uone kwamba kama Herode alimkamata Petro na kanisa likaongeza bidii ya maombi, likaongeza bidii ya kukaa pamoja kuomba na kushirikiana ili Petro atoke gerezani, ina maana Herode nia ya kumkamata Petro, huwe na uhakika haikutoka kwake mwenyewe, ni Mungu alimwekea. Utaniuliza kwa nini nakwambia ni Mungu alimwekea Herode? Takujibu hivi, ni kwa sababu wakati mwingine Mungu anaweza karuhusu kanisa, anaweza karuhusu Wakristo wakapitia kwenye mazingira magumu ili waongeze juhudi ya kumtafuta yeye kama Mungu. Hebu jaribu kujitafakari. Kama Petro asingekamatwa na Herode, kanisa lingepata muda saa ngapi wa kuongeza juhudi ya kuomba kwa bidii? Kwa sababu Biblia haituambii kwamba kabla
ya Petro kukamatwa, kanisa lilikuwa linaomba kwa juhudi. Ila Biblia inasema baada ya Petro kukamatwa, kuweka gerezani, ndipo kanisa liliongeza juhudi ya maombi. Kwa nini? Kwa sababu limeingizwa kanisa kwenye kibano cha Nebukadreza. Nilikueleza tangu siku ya kwanza kwamba Mungu anapotaka kufunge kwenye kifungo cha Nebukadreza, ambacho ni kifungo cha matengenezo ya tabia, lazima akutafutie Nebukadreza wa kwako. Kwa Mungu aliwatafutia kanisa kipindi kile Nebukadreza wa kwao, ambao ni Herode. Herode akamfunga Petro, afu kanisa likaongeza juhudi ya kumtafuta Mungu, likaongeza muda wa maombi kwa bidii, likaongeza muda wa kukaa pamoja, likaongeza na imani. Karabashandarabasaka. Si kama tunaenda pamoja, wana wa Mungu ali hai. Kama tunaenda pamoja, sema amen kwa jina la Yesu. Oh rabashaka. Sikiliza vizuri. Mara nyingi Mungu anapomfunga Mkristo kwenye kifungo cha Nebukadreza, huwa anataka amuongezee huyo Mkristo kiwango chake cha imani. Na ndio maana hata aliruhusu Petro aingie kwenye kifungo ili aongeze kiwango cha imani cha Petro na cha waumini wa Petro. Utaniuliza, kiwango cha imani cha Petro kinaongezekanaje? Kumbuka, akati Petro amelala pale gerezani, Biblia inatueleza kwamba malaika alikuja kumtoa, akampiga ubavuni. Petro, kwa sababu imani yake ilikuwa haiamini kwamba kuna uwezekano wa malaika kuja kumtoa gerezani, kuna uwezekano wa malaika kuja kumfungua minyororo, kuna uwezekano wa malaika kufungua geti la gereza bila walinzi kujua, Petro hakuwa na imani hiyo. Ila alikuwa na imani kwamba Mungu anaweza. Petro alikuwa na imani kwamba Mungu mwanae Yesu alikufa na kufufuka na akaniachia mamlaka kama mjenzi wa kanisa. Hiyo imani alikuwa nayo. Petro alikuwa na imani ya kuponya watu kwa kimvuli chake, alikuwa nayo. Petro alikuwa na imani ya kwamba yeye ndiyo jiwe na mwamba wa kanisa, alikuwa nayo. Ila hakuwa na imani ya kwamba nikiwa gerezani na minyororo na walinzi, nimefungwa ndani, malaika anaweza akaja kunifungua, anaweza akanitoa kwenye gereza, anaweza akanivusha na walinzi wasijue. Imani hiyo Petro hakuwa nayo. Ila akaja akaipata wapi? Ni baada ya kukutwa na matatizo, kuwekwa ndani ya gereza, akashtukia malaika anakuja anamgonga kwenye ubavu. Oya, amka. Malaika anamfungua minyororo. Maana Biblia inatueleza kwenye hii Matendo niliyokusomea sura ya 12. Biblia inatuambia alifungwa minyororo, malaika anamfungua minyororo, malaika anamtoa. Afu angalia, walinzi wapo na hawajui kwamba Petro anatolewa na malaika. Wamekaa tu. Malaika akamuondoa nje. Petro anakuja kujua kwamba sio maono, ni kitu cha uhalisia. Tayari malaika ameshamtoa nje ya gereza. Hivi umewahi kutendewa na Mungu muujiza, huku unabaki unajiuliza, unasema labda sio kweli, naota, unaendelea tu, afu unakuja baadaye ndio kusema kumbe ni kweli, huku uoti na ni kweli. Ndio kilichomtokea Petro. Petro alijua anaota, anakuja kupata ufahamu na akili, tayari yuko nje ya gereza. Haleluya, watu wa Mungu ali hai. Si wangapi tunaenda pamoja mahali hapa? Oh, kama ni wewe, sema amen kwa jina la Yesu. Rapa shaka. Petro anapata akili ya kuelewa, yuko nje, anajua kumbe ni malaika amenitendea. Mungu amemtuma malaika wake anifungue. Na ndio maana kwenye mstari huu wa mwisho Petro anaongea kitu kabisa. Biblia inasema akafahamu kwamba nimejua ya kuwa Bwana amempelekea malaika wake na kunitoa kwa mkono wa Herode na katika kutazamia kwa watu wa taifa la Wayahudi. Kwa nini Petro anajua namna hiyo? Ni baada ya kutendewa. Ndio maana nakueleza hivi, kifungo cha Nebukadreza, Mungu anapomuingiza Mkristo anakuwa na lengo la kumtengeneza huyu Mkristo imani yake iongezeke. Na ndio maana Petro kiwango chake cha imani kuanzia hapo kikaongezeka. Kwa nini? Akawa amefahamu kumbe Mungu ana uwezo wa kunifungua hata minyororo ndani ya gereza. Kumbe Mungu ana uwezo hata wa kunitoa mbele ya askari na wasinione. Petro aliongeza imani baada ya kupitia matatizo. Ndio maana nakueleza mahali hapo unaponisikiliza,
Yamkini kuna gereza uko nalo na unazania Bwana hawezi kukufungua minyororo ya hilo gereza, na kutamkia habari njema kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliyenipaka mafuta kuwahubiria habari njema kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Leo Mungu akakufungue kwenye hilo gereza. Minyororo uliofungwa Bwana akakufungue kwa mamlaka ya jina la Yesu. Kama umewekewa walinzi wa kulinda ili usitoke kwenye hilo gereza, na Bwana akakutoe na hao walinzi wasikuone. Kama utazania unaota, na Bwana akakujulishe kwamba ni uhalisia. Vuka leo kwa jina la Yesu. Vuka kwa jina la Yesu. Vuka. Vuka. Rapashaka. Rapashaka. Sikiliza vizuri mtu wa Mungu. Mungu anapenda kutumia watu wenye mamlaka ya kiuongozi wasimame kama Nebukadreza kwa muda, ili kumbana Mkristo aaminie mpaka imani yake iongezeke, mahusiano yake na Baba yaongezeke, kiwango cha maombi kiongezeke. Mungu anatumia wenye mamlaka kumbana Mkristo. Mara zote Mungu akitaka akubane kwenye kifungo cha Nebukadreza kama Mkristo, atatumia wenye mamlaka kukubana. Kwa nini? Alimtumia Herode kumbana Petro na kanisa. Herode ni mwenye mamlaka. Mamlaka gani? Hujui kama Herode ndiye alikuwa mfalme? Herode ndiye alikuwa mfalme. Ule ufalme ndio mamlaka yake. Kwa alitumia mwenye mamlaka kubana Petro. Na hii desturi ipo mpaka leo. Mungu akitaka kubana Wakristo waongeze kiwango chao cha kumtafuta yeye, anawabana kwa kupitia wenye mamlaka. Hapa ndio unaweza ukaona kanisa unalosali, unaweza ukaona vitu kadhaa vinatokea. Ngoja nikupe hii mifano ya uhalisia. Nisikilize kwa umakini tuelewane. Nikupe hii mifano. Kwa mfano, unaweza ukaona ndani ya kanisa lenu, ghafla kiongozi wenu wa kanisa anazuia fellowship. Kiongozi wenu wa kanisa unaweza ukashangaa ghafla anazuia fellowship. Hakuna watu kukutana kwenye fellowship. Na mkaanza kushangaa kwamba kiongozi wa kanisa mzima tulitegemea ndio atuunge mkono, atulee kiimani na fellowship, wahamasishe watu waongezeke, lakini mnashangaa ndio anaibana, anasema fellowship hamna tena, anaifunga kwenye kanisa. Hapo mnaanza kujiuliza kwa nini? Na wakati kama huo, wapendwa wengi, kiongozi akibana fellowship, akizuia maombi, hakuna mtu kuomba kanisani, hakuna vikundi vya sala, hakuna vikundi vya maombi. Watu wengi wapendwa, wakishazuiliwa vikundi vya maombi kanisani na viongozi wa kanisa, kinachowatokea huwa wakai manyumbani. Utaona wanatafuta mahala pengine pa kukutania ili waendelee kuomba, na nguvu yao ya kuomba lazima huwa inaongezeka. Wanajikuta wanaomba kwa nguvu zaidi, tofauti na wakati wanaombea kanisani au wakati wanasali kanisani. Wakitengwa ndio unaona wanaongeza nguvu ya sala, nguvu ya kuimba, nguvu ya kuomba. Kwa nini? Kwa sababu wapo kwenye kipindi kigumu, na wanaongeza nguvu ili Mungu awatoe kwenye hicho kipindi, awarejeshe hali yao ya mwanzo. Wapendwa wengi hilo huwa hawaelewi, na wanajikuta wanaanza kumlaumu kiongozi wao wa kanisa. Hawajui kwamba kiongozi wao wa kanisa kwa muda huo Mungu amemwekea roho ya Nebukadreza asimame kuwabana. Lengo la Mungu ni nini? Ni ili hawa wapendwa waongeze juhudi ya kumtafuta Mungu. Na ndio maana fellowship zikifungiwa makanisani, wakianza kukutania pembeni, huwa wanaongeza bidii ya kumtafuta Mungu. Na ndilo Mungu anachotaka kiwepo. Na ndio maana anaruhusu viongozi wa makanisa wanabana wakati mwingine. Ni kitu kigumu kidogo, lakini Mungu akusaidia kuelewa. Rapashaka rapasek. Angalia, wakati mwingine mtu akizuiliwa na mwenza wake nyumbani, unakuta mama mme wake akamzuia, hakuna kwenda kanisani, salia nyumbani. Utaona huyu mama aliyezuiliwa na mme wake kwenda kanisani, lazima ataongeza nguvu ya kuomba. Kwa nini anaongeza nguvu ya kuomba? Kwa sababu anaongeza ili huyu mme wake Mungu amguse, amruhusu aende kanisani tena. Ataongeza nguvu ya kusoma neno, ataongeza kila kitu kinachomfanya awe karibu na Mungu, ili tu Mungu amsaidie. Hiyo ni formula ambayo Mungu ameiweka mwenyewe.
Au wakati mwingine unaweza ukawa ni Mkristo mzuri kabisa, una biashara yako, ukashangaa ghafla biashara inaanza kuyumba, inapotea. Na ni Mungu anakuwa anaruhusu kwa wakati huo, amesimama yeye ndio kuiraza biashara yako. Wewe kwa wakati huo unaweza ukaona kama sio Mungu vile. Unaweza ukahisi labda ni roho ya adui imeinuka kukushambulia kwenye biashara yako. Kumbe sio adui, ni Bwana mwenyewe ndiye ameinuka. Na lengo la Bwana kubana biashara usipate wateja ni nini? Anataka uongeze muda wa kuomba na muda wa kumtafuta yeye. Wakati mwingine Mungu anaweza akabana ndoa, ukashangaa ndoa imeyumba ghafla tu, amani hamna. Na sio shetani muda huo amesimama, unakuta ni Mungu ndiye amesimama. Na sababu ya Mungu kusimama, anataka uongeze juhudi ya kumtafuta. Ukiongeza juhudi, majira yake atakapotimia, anamuondoa Nebukadreza, anakurejeshea furaha. Iko mifano mingi naweza nikakupa. Mingine Roho Mtakatifu na imani namna anavyonitumia kuongea, unaendelea kupata majibu ndani ya moyo wako. Ninaamini hivyo kabisa. Na wapendwa wengi, sikiliza vizuri, wapendwa wengi huwa wakipatwa na hali za namna hii ambazo nimekupa mifano yake, zinazoashiria ni kifungo cha Nebukadreza. Wapendwa wengi huwa wakikutana na hizi hali, ndiyo kipindi ambacho huwa wanaongeza sana muda wa sala binafsi, wanaongeza sana muda wa kuomba kwa bidii, wanaongeza sana muda wa kusoma neno, wanaongeza sana muda wa kuwashirikisha wengine ili waombe nao pamoja. Kwa nini? Kwa sababu kuna hali ngumu wanakuwa wanaipitia. Jaribu kujiuliza, mbona kabla huyu mpendwa hajakutwa na hizi hali ngumu alikuwa hajaongeza bidii? Kwa nini baada ya kukutwa na hali ngumu ndio anaongeza bidii? Hivi unafikiri kuna shetani ambaye anaweza akakubali akuweke kwenye jaribu ili uongeze bidii ya kuomba, ili uongeze bidii ya kusoma neno? Hakuna shetani mjinga wa namna hiyo. Ukijiona unapita kwenye wakati mgumu, na huo wakati mgumu umekufanya uongezeke bidii ya kukaa karibu na Mungu, huo wakati mgumu umekufanya uongezeke bidii ya kusali, bidii ya kuomba, bidii ya kusoma neno, bidii ya kusikiliza mafundisho, jua hicho kibano unachopitia akijasababishwa na shetani, kimesababishwa na Mungu, ili uongezeke kiwango cha imani. Ni kifungo cha Nebukadreza. Na kuna watu mnanisikia muda huu, mpo kwenye kifungo cha Nebukadreza, na mlikuwa mnazania ni adui, na kuambia sio adui, ni Bwana anataka uongezeke imani. Haleluya, kanisa la Bwana. Ni vitu vigumu hivi, ila Roho Mtakatifu akusaidia kuelewa. Ukijiona unapitia mitikisiko mbalimbali kwenye maisha yako ya kiroho, kabla haujanung'unika juu ya hiyo mitikisiko, kabla haujanung'unika, jaribu kuchunguza kwanza. Huenda hiyo mitikisiko Mungu ndio amesimama nyuma yake, amekuwekea Nebukadreza, ila sio shetani. Kabla hujanung'unika, jaribu kujitathmini na kuendeza tena. Hakuna shetani mjinga anayeweza akakubana afu ukaongeza bidii ya kuomba. Ila shetani akikubana atataka upotee kiroho. Ila ukijiona upo kwenye kibano na umeongeza bidii ya kumtafuta Mungu, huyo ni Bwana amekuwekea Nebukadreza. Na ndiyo maana kabla hujanung'unika, unapaswa uelewe vizuri sana mstari wa Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Watu wengi wao wanausoma huu mstari kiwepesi sana. Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 18. Mshukuruni Bwana kwa kila jambo, liwe jema liwe baya, yote ni mapenzi yake katika Kristo Yesu. Huu mstari umebeba uzito mkubwa katika ulimwengu wa roho. Kuna mabaya yanayotoka kwa Bwana, na ndiyo maana anasema mshukuruni kwa kila jambo. Ina maana baya na zuri yote yanaweza yakatoka mbele za Bwana, kwa sababu ni mapenzi yake. Mapenzi yake ni nini? Uongezeke imani. Na ndiyo maana analeta mabaya. Kwani hukusikia habari za Ayubu? Hukusikia habari za kina Ibrahimu kukaa mpaka uzeeni hawajapata watoto? Ni nani alifanya? Si Bwana? Kwa haraka ungeweza kuhisi Ibrahimu labda amebwanwa na shetani, lakini ni Mungu ndiye alikuwa amesimama kumzuia Ibrahimu asizae. Kwa
Kwani ni nani aliyeruhusu Yusufu auzwe utumwani? Si Bwana? Ungeweza kusema ni adui, kumbe ni Bwana. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Kama unajijua namna somo hili linavyoendelea kupita, Mungu anaugusa moyo wako kwa namna moja ama nyingine, na unapata kuelewa, tunatakiwa tusimame mimi na wewe muda huu mbele za Bwana. Sasa tusimame tumuombe Mungu toba katika kila maeneo ambayo umejikuta unanungunika kutokana na kibano ambacho Bwana amekuweka ili kukuongezea imani. Simama muda huu ulie mbele za Bwana toba. Mwambie Mungu, naomba unisamehe. Kwa sababu yamkini ulikuwa hujui, ndio maana ulikuwa unanungunika. Ndio maana ulikuwa unalia kwa sababu ya hiyo hali ngumu ulio nayo. Ndio maana ulikuwa unakata tamaa. Lakini sikiliza, hata Ayubu angeweza kumsikiliza mke wake akamkufuru Mungu, lakini Ayubu hakuweza, kwa sababu nyuma ya kibano cha Ayubu kulikuwa kuna mkono wa Bwana. Na ndio maana unatakiwa ujue, nyuma ya kibano unachopitia saizi kwenye sekta zote, iwe ni kibano cha kwenye ndoa, iwe ni kibano kwenye afya, iwe ni kibano cha kiuchumi, iwe ni kibano fellowship yenu, kiongozi wenu wa kanisa ameifunga, amesema hakuna tena fellowship, hakuna tena fellowship, hakuna tena maombi hapa kanisani. Mnatakiwa msisimame kumlaumu kiongozi wa kanisa. Jua Bwana amemtumia muda huo wafunge ili muongeze juhudi ya kumtafuta yeye kama Mungu. Kwa hiyo tusogee tufanye toba mbele za Mungu. Kila namna tuliposhindwa kujua, tukalalamika, tukanungunika, tukawanungunikia watu wengine, tukawaona labda wao ndio wabaya, kumbe kwa muda huo sio wao, wamesimama kwa niaba ya Bwana katika sura za Nebukadreza. Hata Waisraeli waliweza kumnungunikia Nebukadreza, wakaweza kumuona mfalme wa Kaldayo ni katili sana, ni jitu lisilofaa. Wakaweza kumuona mfalme gani huyu ananyanyasa watu namna hii. Wengine walikuwa wanamuona labda wakati mwingine wanamuona anafukiza uvumba kwenye madhabahu ya Mungu wake. Waliweza kusema anafukiza uvumba kinafiki. Mbona ametuzuia tusiombe? Mbona ametuzuia tusisali? Lakini sikiliza, nyuma yake kuna mkono wa Bwana ili uongezeke imani. Huu si muda wa kulalamika. Huu si muda wa kumnungunikia mtu. Huu si muda wa kumlilia mtu, ila ni muda wa kumlilia Bwana. Toba pekee ndio inayoweza ikakutoa kwenye kifungo cha Nebukadreza. Toba pekee, na wala si kitu kingine. Ni toba peke yake. Rapapasheke. Rikanda rabakoria. Rababasanda rabashaka. Karabasanda rabapapasaka. Karabakoria mandaraba. Ripapapapasaka rapasheke. Mwana wa Mungu, funua kinywa chako. Tusogee mbele za Mungu pamoja, mimi na wewe. Twende tulie toba na rehema mbele za Bwana Mungu wetu. Twende tulie toba na rehema mbele za Bwana Mungu wetu. Ripapakora shandaraba. Rama mandaraba. Rikandaraba koria. Rapapasaka. Rikakarabasheke. Bwana, tunasogea mbele zako wanao. Tunaomba Mungu tusamehe katika kila maeneo ambayo kama kanisa lako tumenungunika, tumeenda kinyume na mapenzi yako. Umetuingiza kwenye vifungo vya Nebukadreza. Bwana, tumejikuta tunatenda dhambi, kwa dhambi za manunguniko. Bwana Mungu, tunasogea mbele zako, mbele ya madhabahu yako. Tunaomba toba na msamaha kama waumini wako wa imani ya Kikristo. Tunaomba Mungu tusamehe. Tunaomba Mungu tusamehe. Tunaomba Mungu tusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba Mungu tusamehe. Tunaomba Mungu tusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. 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 Endelea kufunua kinywa chako kuomba toba. Usisikilize tu. Omba toba, omba toba. Kila eneo unalojua umepita mahala pagumu. Iwe ni wewe kama wewe, iwe ni kanisa lenu, iwe ni kikundi chenu cha sala, kikundi chenu cha maombi, kuna mahala pagumu mmepita, na kadiri somo lilivyotembea umejijua ni kibano cha Nebukadreza, ili muongezeke imani. Sogea mbele za Bwana, endelea kumimina maneno yako. Usikae
imeanza kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba toba. Maeneo yote ulionungunika, endelea kuomba toba mbele za Bwana. Endelea kuomba toba mbele za Bwana. Ripapa shanda rabaseke, rapapa korabashaka. Mungu tunaomba uturehemu. Tunaomba uturehemu Bwana. Sawa sawa na fadhili zako. Mungu tunaomba utusamehe kwa wingi wa makosa yetu. Tunaomba Mungu utuhurumie kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Maana Mungu, kuna wakati tumefika, tumewanungunikia watu, tumewalaumu watu, tukazania wao ndio wabaya, na wengine tukazani wanatuloga, tukazani ni wabaya kwetu. Kumbe Bwana unawatumia kutubana ili tuongezeke imani zetu. Oh Mungu, tunaomba utusamehe. Tunaomba Mungu utusamehe. Tunaomba Mungu utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba Mungu utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba Mungu turehemu kwa msaada wa damu ya Yesu. Maana kama kanisa lako tumekukosea Bwana, tumefanya kinyume na mapenzi yako Bwana, tumefanya kinyume na ufalme wako. Mungu tunaomba uturehemu Bwana, tunaomba uturehemu Bwana, tunaomba utuhurumie kwa damu yako takatifu. Tunaomba unene mema maishani mwetu, tupate kutakasika, tupate kuwa safi. Ripa koraka shaka Baba, tutakase. Ripa pakoraka, ripa pakoraka, ripa pakoshaka. Mungu tunaomba utusamehe. Ripa pakosaka Baba, tunalia mbele zako maeneo yote tulionungunika, Baba tunaomba utusamehe kwa msaada wa damu ya Yesu. Muombe Mungu toba. Kila maeneo ambayo umepitia wakati mgumu ukanungunika, kila maeneo uliponungunika, kila maeneo ulipolalamika, muombe Mungu toba. Muombe Mungu toba. Ndio. Muombe Mungu toba. Omba toba. Maeneo yote ulionungunika, toba pekee ndio itakayokuokoa mbele za Bwana. Omba toba. Ora pashaka, rika koraka saka. Hata kama ni kwa kunena kwa lugha unanena, omba toba. Hivyo kwa kunena kwa lugha, iwe ni kwa kuongea, endelea. Omba toba kwa Bwana. Ripa pasheke. Usiwe tu msikilizaji. Sema tu, Mungu nisamehe mahala niliponungunika. Zungumza tu namna hiyo. Bwana, naomba unisamehe maeneo yote niliyokunungunikia, niliyokulalamikia. Omba toba kwa Bwana. Mungu tunaomba usikie toba yetu tunayotubu muda huu mbele ya madhabahu yako ya Jerusalem Family. Mungu tunaomba utusikie kila maeneo ambayo Bwana tumekosa watoto wako kwa manunguniko. Maana Mungu uliruhusu tupite wakati mgumu, tukashindwa kushukuru kwa kila jambo, tukajikuta tunalalamika, na katika kulalamika kwetu yamkini tumekukosea na wengine wakakukufuru. Bwana, tunaomba utuhurumie kwa msaada wa damu ya Yesu. Tunaomba ututakase, tunaomba utusamehe kwa ajili ya malalamiko yetu. Tazama Mungu, Habakuki alipolalamika, badala ya kumjibu juu ya shida yake, ulishughulika na malalamiko yake. Mungu tunaomba rehema kila tuliponungunika. Bwana, tunaomba utusamehe Bwana. Mungu tazama, wengine watoto wako wanalia mpaka machozi, wanaomba rehema kwako. Tunaomba rehema Bwana. Tumejinyenyekesha mbele zako, maana tumekutenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Baba, dhambi zetu zimetukosanisha na ufalme wako. Ndio maana tunarudi tukiomba msamaha. Tunaomba tupate neema ya kupatana na wewe Mungu wetu, maana hatuna Mungu mwingine wa kutufaa, bali ni wewe peke yako ndiye unayeweza ukatufaa, na ndiye unayetufaa hata sasa. Maana hakuna mwingine aliyetuumba bali ni wewe Jehova Shama, ni wewe Jehova ile, ni wewe Adonai, ni wewe Alfa wetu na Omega wetu, ni wewe Niko ambaye huko uliyetutoa katika nchi za Misri. Wengine tulikuwa kwenye Misri za dhambi, wengine tulikuwa kwenye Misri za magonjwa, wengine tulikuwa kwenye Misri za madeni. Kila mmoja alikuwa kwenye Misri ya aina yake, lakini Bwana kwa upendo na kwa neema ya Yesu Kristo, kila mmoja mahali hapa ulimtoa kwenye Misri ya aina yake, ukavuka naye jangwani kwa mapito magomo, ukatuweka Kanaani yetu, na leo umetupiga magumu ili tuongezeke imani, nasi tumesahau, tunakulalamikia. Tunaomba utusamehe kwa kulalamika kwetu Bwana. Tunaomba
tusamehe Jehova kwa msaada wa damu ya Yesu. Endelea kuomba toba, usikae kimya. Endelea tu kumwambia Mungu nisamehe kila niliponung'unika. Endelea. Kwa sababu kumbuka kitu kimoja. Wana wa Israeli waliponung'unika, Mungu aliwagonga na nyoka. Wana wa Israeli walifika hatua wakanung'unika. Wanamwambia Musa, umetuleta jangwani, umetutoa Misri. Wakasema Misri ni nchi ya asali na maziwa. Walikuwepo watu kama wakina Kola. Wakamnung'unikia Musa wakasema umetutoa Misri. Misri ni nchi ya asali na maziwa. Ikampa Musa wakati mgumu. Wakapanga na maakida, wakapanga na kikao ili warudi Misri, wasiendelee kuelekea Kanaani, kwa sababu kiwango chao cha kuvumilia kilifika mwisho. Wakaona kama vile jangwani ni sehemu wameletwa waje wafe. Wengine wakamwambia Musa, umetuleta huku jangwani ili uje utuue. Ni bora ungetuacha Misri tuendelee kumtumikia Farao. Mwana wa Mungu, yamkini kuna wakati ulifika ukajuta kwa nini umeokoka. Kuna wakati ulifika ukajuta kwa nini umemjua Yesu Kristo. Ukatamani bora urudi kwenye maisha ya dhambi, maana kipindi uko kwenye dhambi ulikuwa upatwi na magumu. Kuna wakati yamkini ulifikia ukawaza namna hiyo. Yamkini kuna wakati ulianza kabisa na process za kuwatafuta marafiki zako wa zamani uliokuwa unafanya nao maovu ili urudi kwenye uovu. Mwana wa Mungu, wakina Kora walipofikia hatua hiyo, Mungu alifunua ardhi ikawameza wakafa. Kabla alizijafunuka Bwana akakumeza. Omba toba kila eneo ulipofikiria kurudi dhambini. Kumbuka mateso unayopitia ni kwa muda tu, yatakwisha. Usikate tamaa. Omba toba kila eneo ulipokata tamaa. Tuendelee kuomba. Omba Mungu msamaha. Muombe Mungu msamaha unayenisikiliza muda huu popote pale ulipo. Kila eneo unalojua ulikata tamaa, kila eneo unalojua umekata tamaa, kila eneo unajua kwamba Bwana, hapa kusema kweli nimechoka. Unajua kabisa umechoka. Ungama kwa Bwana. Kiri kwamba Mungu, kweli nimechoka. Naomba unisaidie kunivusha kwa damu yako Yesu Kristo. Sema Mungu, naomba unisamehe nilipokata tamaa. Sema tena. Sema Mungu, naomba unisamehe kila nilipokata tamaa. Sema Mungu, naomba unisamehe kila nilipokata tamaa. Sema Mungu, naomba unisamehe kila nilipokata tamaa. Sema tena. Mungu, naomba unisamehe kila nilipokata tamaa. Endelea kusema Mungu, naomba unisamehe kila nilipokata tamaa. Omba msamaha kwa Bwana. Ya. Omba. Endelea. Play a lot. Omba sana. Ora papa. Mungu tusamehe kila tulipokata tamaa, kila tulipochoka. Bwana, naomba utusamehe. Ripapa shake. Tazama, sikiliza. Wakati ambao watu huwa wanachoka na kukata tamaa ni wakati ambao kuna maneno huwa wanayaongea. Elia, Biblia inasema Elia alipochoka na kukata tamaa pale jangwani, alianza kumlalamikia Mungu. Na moja ya maneno ambayo Elia aliongea, aliomba kufa. Yamkini kuna wakati umeomba kufa. Umeomba Mungu niue tu Bwana, nimechoka kuishi duniani. Yamkini kuna wakati umepita wakati mgumu ukaomba maombi ya Elia. Ukaomba Bwana niue, nimechoka. Yamkini kuna wakati ukamwambia Mungu, ua hii biashara yangu, nimeichoka, iue, maana nafungua duka kila siku sipati kitu. Ili genge nimelichoka, ua. Yamkini kuna wakati ulifika ukamwambia Mungu, ua hii ndoa, nimechoka kuishi na huyu mtu, ua hii ndoa. Ua hii ndoa. Yamkini kuna wakati ulifika ukamwambia Mungu, niue tu, huu ugonjwa umenitesa sana, huu ugonjwa umenitesa, niue. Yamkini kuna wakati ukamwombea mwingine afe kwa sababu umeona amekubana sana, ukamwambia Mungu muue fulani. Yamkini kabisa kuna wakati umeomba vitu fulani vife, aidha ni wewe au vitu fulani. Kama umeshatamka maneno ya namna hiyo, au ukafika hatua ukatamka maneno kama Musa kuna wakati alimwambia Bwana, akasema Bwana, je, wana wa Israeli hawa, kwa nini mimi ndiye ambaye nilitungisha mimba kwenye matumbo ya mama zao? Kwa nini mimi ndiye ambaye niliwatoa kwenye viuno vyangu? Musa aliongea maneno ya namna hiyo. Alimwambia Mungu kitu kigumu sana ambacho unaweza ukajiuliza
Ukiuliza Musa alifikiria nini? Ni kwa sababu aliona amefika wakati maji yamemfika shingoni. Maji yamemfika shingoni. Ametumia mbinu na mbinu, anaowabeba hawabebeki. Akamwambia Bwana, hawa watu sikuwazaa. Akawakatia tamaa. Kuna mambo umeyakatia tamaa. Kuna mambo umeyatamkia na laana kabisa. Kuna watu umewatamkia na laana kabisa. Twende tufute hayo maneno uliyotamka mbele za Bwana kwa damu ya Yesu. Rapashaka. Rapakoria. Ripapakanda rabasheke rabasaka. Ripapakura bandarabaseke oramandaka. Rabababa bakanda rabapapapakura kashaka. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Sema damu ya Yesu. Ninaomba ifute. Sema damu ya Yesu. Ninaomba ifute kila maneno niliyotamka ya mauti kutokana na wakati mgumu. Kila maombi niliyoomba ya kufa mimi na mambo yangu. Ninaomba Bwana niyafute hayo maneno leo kwa damu yako Yesu Kristo. Ninayafuta hayo maombi kwa damu yako Yesu Kristo. Ninafuta kila maneno ya laana niliyotamka mimi, kujitamkia mwenyewe. Baba, ninafuta kwa damu yako Yesu Kristo. Ninafuta maneno niliyowatamkia wengine kwa damu yako Yesu Kristo. Nilitamka nilikuwa sijui, leo nimejua. Baba, naomba unisamehe. Sema Baba, naomba Mungu unisamehe. Sema Mungu, ninafuta hayo maneno kwa damu ya Yesu. Ninafuta kwa damu ya Yesu. Anza kufuta, anza kufuta, anza kufuta kila kitu ambacho unajua ulishakiongea kutokana na wakati mgumu unaopitia. Kila maombi ambayo umeshaomba mabaya kutokana na wakati mgumu unaopitia. Futa kwa damu ya Yesu. 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 Endelea kufuta kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Futa kwa damu ya Yesu. Futa, 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 futa kila eneo. Wewe ndio unajua uliongea kitu gani. Wewe ndio unayejua. Wewe ndio unayejua. Wewe ndio unayejua. Kila unachojua ulishaongea. Mwambie Mungu, nakifuta leo kwa damu ya Yesu. Neno linasema mauti na uzima iko ndani ya uwezo wa kinywa cha mtu. Ulijitamkia mauti, ifute hiyo mauti tena. Ifute, ifute, maana na uzima pia upo kwako. Futa kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Baba, ninaomba ufute kila maneno ambayo watoto wako walishajitamkia, ambayo wanaendelea kuomba muda huu na kuyasemesha mbele ya madhabahu yako, wanaendelea kuyafuta. Baba, ninaomba uyafute kama wanavyoomba kwa msaada wa damu ya Yesu. Ninaomba hayo maneno yafuteke, maneno ya mauti, maneno ya mauti, maneno ya mauti na yafuta kwa damu ya Yesu juu yako. Maneno ya laana na yafuta kwa damu ya Yesu juu yako. Yamkini kuna vitu vibaya vimeanza kuumbika kutokana na maneno uliyotamka. Ninapindua kwa damu ya Yesu. Napindua kwa damu ya Yesu. Napindua kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu. Ninaomba Mungu akupe nguvu. Naomba Mungu akupe nguvu. Naomba Mungu akupe nguvu ya kuvuka salama katikati hicho kibano cha Nebukadreza ulicho nacho, ili lengo la Bwana la kuongezeka imani yako liweze kutimia, na kuombea neema ya ongezeko la imani katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, naomba imani yako iongezeke. Naomba imani yako iongezeke ili wakati wa magumu Bwana akupe kuvuka, na kuombea macho yako ya rohoni yaweze kuona kama Mungu anavyoona, ili kila linalokuja kwako usilitafakari vibaya. Usilitafakari vibaya, utafakari kama Bwana anavyotaka utafakari katika jina la Yesu. Kanisa lingeweza kutafakari mabaya juu ya Herode, lakini niliomba kwa bidii. Bwana akupe kuomba kwa bidii. Pokea stamina ya maombi iongezeke ndani yako. Pokea stamina ya maombi iongezeke ndani yako, ili uweze kuomba mpaka kuvuka ng'ambo kwa jina la Yesu. Stamina ya maombi, stamina ya maombi kwa jina la Yesu. Stamina ya maombi iongezeke. Stamina ya kusoma neno iongezeke. Ukisoma neno usichoke, usichoke. Macho yasiume, usisikie usingizi. Kwa damu ya Yesu, pokea stamina ya kusoma neno. Stamina ya kusifu na kuabudu iongezeke ndani yako
katika jina la Yesu. Pokea stamina ya kukaa kwenye ibada mwanzo mpaka mwisho, usitoroke kwa jina la Yesu. Stamina iongezeke, 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 rikakorakashaka, iongezeke, iongezeke. Kila eneo lilo dhaifu, Bwana na akuponye sasa kwa damu ya Yesu. Ponyeka, ponyeka kwa damu ya Yesu. Ponyeka, 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 ponyeka. Nguvu za giza zinazokufuatilia na kukuvunja moyo, kwa jina la Yesu, toeka mbele yako, toeka mbele yako, toeka mbele yako. Bwana akufunike, Bwana akuinulie. Hata wakina Simoni wa Kirene wakutembea pamoja na wewe wakati mgumu, pokea wakina Simoni wa Kirene akuinulie watu wake wakutembea na wewe. Naomba Mungu akuinulie washauri wanaweza wakakushauri ukavuka katika wakati mgumu ulio nao, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akuinulie kaskazini washauri, akuinulie na kusini, akuinulie na magharibi, akuinulie na mashariki, akuinulie kulia na kushoto, right and left hand, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Nguvu za Mungu zikushukie, nguvu zikushukie, nguvu, 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 nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu, nguvu za Mungu zikushukie, zikae pamoja na wewe. Rapashaka Korea mandaraba orababa shikirabasaka. Unajisikia moyoni mwako kuendelea kuomba, endelea kuomba, usinyamaze, endelea kuomba. Unajisikia kuendelea kuomba, endelea tu. Nataka muda huu niombe pamoja na watu ambao hamjampokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Unanisikiliza muda huu, unajua unaishi maisha ya dhambi, bado haujawa Mkristo unayeishi maisha ya Kikristo kama Mungu anavyotaka. Kama unajijua unaishi maisha ya dhambi na leo unasema sitaki tena maisha ya dhambi, nataka kuishi maisha ya kiroho, kuwa Mkristo original, twende tusali pamoja nami sala hii. Ni sala itakayokusaidia kuwa na Yesu moyoni mwako na kuwa kiumbe kipya. Twende tusali pamoja. Sema: Bwana Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya siku